Wakati changamoto ya utapiamlo na udumavu kwa watoto chini ya miaka mitano mkoani Shinyanga ikitajwa kupungua kufuatia serikali kushirikiana na wadau wa afya kutekeleza miradi ya afua za lishe, upatikanaji wa chakula kwa wanafunzi shuleni bado unaonekana kusuasua na kutoridhisha kutokana na baadhi ya wazazi kukwepa kuchangia chakula cha watoto wao kwa wakidai kuwa familia zao ni duni na hawana uwezo. Kutoka Shinyanga, Frank Mshana anaripoti. Hali hiyo imeelezwa na wadau wa afya mkoani Shinyanga katika kikao kazi cha tathmini ya uboreshaji wa afya na lishe kupitia mradi wa kuimarisha afya ya mama na mtoto Enrich unaotekelezwa katika wilaya ya Kishapu na halmashauri ya wilaya ya Shinyanga DC. Kwa kupitia mradi wetu tumewajengea uwezo watu wa takwimu wa hizi halmashauri mbili, Mtuha coordinator. Sasa leo tumekuja kujikumbusha mojawapo ni namna gani tunasaidia katika hizi halmashauri mbili kuhakikisha upatikanaji wa chakula shuleni. Mwamko wa wazazi bado ni mdogo, na wengi wanakuambia kwamba wana familia kubwa, kwa hiyo hawezi kutoa chakula nyumbani na shuleni. Lakini kuna mahusiano ya karibu sana kati mahudhurio ya watoto na ufaulu watoto wanapokuwa wanapata chakula mashuleni. Dr. Yuda Sindungile ni mganga mkuu wa mkoa wa Shinyanga, anaeleza hali ya utapiamlo na udumavu kwa watoto mkoani humo sanjari na upatikanaji wa chakula kwa wanafunzi mashuleni. Tunaona kiwango cha udumavu kinazidi kupungua, lakini kiwango cha utapiamlo mkali na chenye kinazidi kupungua. Uelewa wa watoa huduma wetu katika kuwahudumia hawa watoto wenye utapiamlo nacho kinazidi kuongezeka, pamoja na uibuaji wa watoto hawa wenye utapiamlo. Lakini vile vile tunaona utoaji wa chakula mashuleni tukishirikiana na wenzetu wa elimu kuhakikisha kwamba chakula kinatolewa kwa wanafunzi mashuleni. Kufuatia hali hiyo, mkuu wa wilaya ya Shinyanga wakili Julius Mtatiro anatoa kauli ya serikali na kusema, nataka tukumbushe kwamba ajenda ya lishe Mheshimiwa Rais alishakabidhi. Watekelezaji ni sisi. Sasa unaweza kaenda katika eneo fulani ukakuta kwamba ajenda haijatekelezwa vizuri. Hasa ukiwauliza vipi wanakula watoto wachache, wanakula darasa la mitihani. Wale watoto hawaelewi haya mazingira. Hawaelewi pale wanapoona mpishi anapika pale maharage na ugali, alafu kuna watoto pale 300 wanapewa, wengine wanakuwa ndani darasani.